Habari. Nzuri. Asante. I'm glad to be here this morning. Ninafurahi kuwa hapa asubuhi ya leo. We came here 3 or 4 days ago. Tulikuja hapa karibia takriban siku 3 au 4 zilizopita. On the behalf of the AWR. Tukiwa kama ni wawakilishi wa AWR, radio yetu ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Trainings here. Tunataka kufanya mafunzo machache hapa. And we will also have some meetings here. Tutakuwa pia na baadhi ya mikutano katika maeneo haya. And we thank God that He brought us safely. Tunashukuru Mungu alitufikisha hapa salama. We are about 300 or more than that who are here on the behalf of AWR. Wako hapa watu zaidi ya 300 ambao wanasimama au wanawakilisha watu wote wanaofanya kazi katika radio ya AWR. We come from different countries. Tumekuja kutoka sehemu mbalimbali na nchi mbalimbali. And we have been lodged at the Kibo Hotel in Arusha. Na malazi yetu yako katika hoteli ya Kibo pale Arusha. Meetings began yesterday. Mikutano ilianza jana. But we could not come yesterday. Lakini hatukuweza kufika jana. Because of the distance. Kwa sababu ya umbali. And because also of some logistics. Na kutokana na mipango haikuwa ijakaa vizuri. Thank God that today we are here. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu leo tuko hapa. And we will be together during 2 weeks. Tutakuwa pamoja nanyi kwa muda wa wiki 2. We are 2 of us who are here this morning. Tuko hapa wawili asubuhi ya leo. And this evening. Na jioni ya leo. We will be in 2 different sites. Tutakuwa katika maeneo mawili tofauti ya mtu na hapa. My colleague. Mwenzangu. From Angola. Kutoka Angola. Will be here with you. Atakuwa pamoja nanyi hapa katika wiki. By God's grace. By God's grace. Okay, by the grace of God, I will move. Nitakuwa upande ule wa pili. So that we will have our meetings this evening. Ili kwamba tuweze kuanza mikutano yetu jioni ya leo. But before we begin. Kabla hatujaanza. I have a little story for the children. Nina story ndogo au fupi kwa ajili ya watoto. Is there any child in? Kuna watoto hapa ndani ya kanisa wapunge mkono. All right. Okay, asante. My history for you this morning. Historia yangu fupi kwa ajili yenu watoto asubuhi ya leo. Is about an old man. Ni kuhusu mzee mmoja. An very old man. Yani mzee mmoja ambaye ni mzee sana. Who was traveling. Alikuwa kisafiri. He was traveling for his trip and he was very tired on the road. Alikuwa kisafiri na amesafiri umbali mrefu ndani ya msitu lakini akawa amechoka sana. He went through the desert. Alipita katikati ya msitu. And he was very tired. Na alikuwa amechoka sana. Alikuwa akipita katika sehemu ambayo ni jangwa, hakuna hata miti. He had his bag. Alikuwa na begi lake mgongoni. On the shoulder. Begani. And he was going. Na alikuwa akitembea. Going. Anatembea. Going. Anatembea. To reach his place. Kwamba afike alipokuwa amelenga afike. But he was very tired. Lakini alikuwa amechoka sana. And at a time. Na wakati huo when he reached to a place, alipokuwa amefika mahala alipokuwa akitegemea, he think, akafikiria, if I could have a big tree here, kama ningelikuwa na mti mkubwa sana sehemu hii, I can rest. Ningepumzika chini ya kivuli chake. When he finished talking, yani mara tu baada kumaliza kuongea, a big tree appears. Yani mti mkubwa kama ombi lake lilivyo ukatokea. And he said, wow. Akasema, wow. I can rest. Naweza kupumzika sasa. He sat down. Akakaa chini. And he was thinking. Na akawa anafikiria. Oh, if I can have some small water, a fresh water. Kama ningelipata sasa maji kidogo ambayo ni mazuri, safi na salama. I should drink. Ningeweza kunywa. And I will have some strength. Basi ningeweza kupata hata baadhi ya nguvu za kuweza kunisogeza mbele. When he finishes to talk. Yani mara tu baada ya kumaliza kuongea. He
saw in the corner Akaangalia somewhere pembeni hapa, akakuta tayari maji yameshafika. a bottle of water. Akakuta maji yako pembeni naye. He could take it Akabeba yale maji and he drank. akayanywa. And he was thinking, Akaendelea kufikiria, oh, if I could have a bed, kama ningelipata kitanda tena, so I could sleep a little before continuing my trip. kabla sijasafiri ningelala usingizi fofofo kabisa, alafu And when he finished to talk, baada ya kuongea tu, he said a nice place, basi akapata sehemu nzuri hapo hapo tu baada ya kuongea. bed, well dressed. Ikiwa ni kitanda kizuri ambacho kinamtosha kabisa kwa ajili ya And malazi. he went there. Then akalala. And he was to sleep. Baada ya kuwa amelala, And he think, akafikiria, if I sleep here, akafikiria kwamba kama nikilala hapa, maybe a lion kunaweza kuwa na simba maeneo haya. will come. Inaweza kuja simba, And it will be worse for me. basi itakuwa ni sio sehemu salama kwangu. While he finished to talk, Baada ya kumaliza tu kuongea hilo, he see a big lion akamwona tena simba ameshafika mahali coming hapo. to him. Akaanza tena kurudi nyuma. And he was running to escape. Simba akaendelea kunguruma. And because he ran very fast, Na kwa sababu alikimbia kwa nguvu, he could escape. aliweza kuepukana na hatari ile. What the story must tell us this morning? Je, kisa hiki kinatufundisha nini asubuhi ya leo? Let us read in the book of Job. Tusome katika kitabu cha Ayubu. Job chapter 3. Ayubu sura ya 3. We read from verse 25. Fungu la 24. Job 3:25. It says, the Bible says, it is written, for the thing which I greatly fear kwani kuugua kwangu kwaja kana kwamba ni chakula, is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. Na kunguruma kwangu kumemiminika kama maji. Job said, Ayubu anasema, when I think about things, nilipokuwa nikifikiria habari ya vitu, those things appear. Vitu vyote vilikuja. When I am afraid of something, Nilipokuwa nikiwa na wasiwasi na vitu fulani, that thing will appear. Vitu hivyo pia vilitokea. This morning, Asubuhi ya leo, my children, watoto wangu, I would like you to think positively. na washauri mfikirie katika hali chanya. Think good things. Vitu vizuri. Think about good things in the life. Fikiria vitu vizuri katika maisha yako. Don't think about bad things. Usifikirie juu ya vitu vibaya katika maisha yako. And to finish, katika kumalizia, Apostle Paul wrote to the Philippians Paulo aliwaandikia wa Filipi in the 4th chapter, chapter 4, katika kitabu cha Filipi 4 at verse 8. Mstari wa 8. Nafikiri mfungue Biblia ili tuende kwa pamoja. The Bible says, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Amen. Nafikiri tumesoma kwa lugha ya Kiswahili katika Biblia zetu tulizonazo. May God bless you. Mungu awabariki sana. Now I come to the big ones. Basi tunakuja katika somo la wakubwa. I have been presented, introduced yesterday. Ni kwamba ameshatambulishwa. I come from Cameroon. Anatokea maeneo ya Cameroon. And
in Cameroon we have 2 official languages. kwamba Kameruni wana lugha mbili ambazo ni rasmi. We have English, wana lugha Kiingereza, and we have French. lakini wana Kifaransa. But there are some parts of the country Lakini baadhi ya sehemu za nchi where French is mostly spoken, kwamba Kifaransa kinaongelewa zaidi, and some 2 regions na baadhi ya mikoa English is most spoken. Kiingereza kinaongelewa zaidi kuliko Kifaransa. I am from the part of my country where French is mostly spoken. Ametokea sehemu ambapo mara nyingi sehemu alikotoka yeye ni ambapo Kiingereza kinaongelewa zaidi kuliko Kifaransa. So I apologize because my English may be not as good as you think. Anaomba radhi kwamba inawezekana Kiingereza chake kisiwe kizuri kama tunavyofikiria. But I think by God's grace, Kwa neema ya Mungu, He will help us atatusaidia and we will do it. na tutafanikiwa. As I'm talking about language, Kama nilivyoongea kuhusiana na lugha, I would like to tell you a story na napenda niwaambie kisa of a prime minister. cha waziri mkuu. A prime minister of a foreign language. The first minister, a minister of a foreign language. Waziri mkuu A foreign country has to travel. alikuwa akisafiri kutoka nchi fulani. He has to travel from his country Alikuwa akisafiri kutoka katika nchi yake to United States of America. akielekea katika nchi zile za Jumuiya ya Marekani. But he doesn't speak English Lakini alikuwa well. hawezi kuongea Kiingereza vizuri. He has never speak English. Hajawahi kuongea Kiingereza kabisa. And he has been trained in his country Lakini alifundishwa katika nchi yake so that ili kwamba when he will go to the United States, kwamba akienda katika nchi za Umoja wa Marekani, as he will be with the president of the United States, atakapokutana na rais wa shirikisho la Marekani, he should manage and talk with him. ili kwamba kuweza kuongea naye na kubadilishana mawazo kwa kiasi fulani. So in his country, Katika nchi yake they told him, wakamwambia, katika nchi yake wakati anaondoka wakamwambia, you need just few words. inatakiwa upate maneno machache tu ya Kiingereza. Who are you? Wewe ni nani? And how are you? Na unaendeleaje? First, who are you? Ya kwanza, wewe ni nani? And second, how are you? Swali la pili, unaendeleaje? And the other thing he has to know it is that wakati huo akiwa amepewa hayo mapendekezo kwamba yani maneno machache kwamba ajifunze, na anapokuwa ameulizwa maswali hayo they told him, akamwambia, when you will arrive to the United States of America, kwamba unapofika tu pale katika sehemu hiyo ya shirikisho la Amerika, the president of the republic will greet you, kwamba rais wa muungano huo atakusalimia, and maybe he will ask you, how are you? na inawezekana kata anakusalimia anaweza kukuuliza kwamba hujambo, and you should respond, na lazima utaitikia salamu. but Lakini you need to ask him first, kabla hajakusalimia hujaitikia, so that when you will arrive there, lazima kwanza umuulize swali la kwanza kabla you shake the hujaitikia. hand of the president, Akiwa amekushika mkono na rais akiwa ameshika and mkono, you ask him, na kumuuliza, how are you? umuulize kwanza habari yako, And he will respond, na atakubaliana na salamu yako na and kujibu, surely he will ask you, na kwa kifupi atakujibu, and you, how are you? na wewe atakuuliza vivyo hivyo kwamba unaendeleaje au haujambo, Then you will respond, na wewe pia utaitikia, me too. na mimi pia, Because the president will say, kwa sababu rais atasema, I'm fine. niko salama au sijambo, And you, na wewe je? you have to say, me Na wewe utasema too. pia, na mimi hivyo hivyo. He has been trained.
Na alikuwa akiendelea He kufundishwa. has been trained. Amefundishwa. How are you? Unaendeleaje? Me too. Mimi pia. How are you? Unaendeleaje? Me too. Mimi pia. So he went there. So mpaka mwisho When he arrived, alipokuwa amewasili sasa eneo husika, and he went to the president office, alipokuwa ameenda katika ofisi ya rais, he saw Bill Clinton. akamwona Bill Clinton. And when he checked the hands of Bill Clinton, Waliposhikana mkono na Bill Clinton, instead of asking him, how are you? yani badala ya kumuuliza haujambo, He said, who are you? akamuuliza wewe ni nani? And Bill Clinton said, Bill Clinton akaanza kushangaa. who am I? Kwamba mimi ni nani? I'm Mr. Bill Clinton, Akamwambia mimi ni Bill Clinton, the husband of Mrs. Clinton. Yes. The husband, okay, the husband of my wife. okay, mimi ninaitwa Bill Clinton, mume wa mke This is my wife, yes. and I'm his husband. Akamuonesha mke wake na mume wake hapo wakiwa pamoja. And you? Na akamuuliza na wewe? The man said, me too. Na akasema na mimi pia hivyo hivyo, kwamba kuna mke wake pale na rais yuko pale. So you are also the husband of Bill Clinton's wife? Akamwambia kwamba ina maana hata wewe pia ni mke wa Bill Clinton. It is difficult to manage with language. Anasema kwamba ilikuwa ni ngumu sana kuweza kukidhi mahitaji But ya I ile think lugha. by God's grace, Lakini by God's grace, tunashukuru kwamba kwa neema ya Mungu during the 2 weeks kipindi that cha we wiki are mbili together, tutakuwa tuko pamoja. God will help us. Mungu atatusaidia. Yesterday, Ya jana we were supposed to begin tulitakiwa kuanza masomo yetu, and continue this morning, lakini pia na leo tungeweza kuendelea, and the other subject must be introduced in the evening. na masomo haya watu wazima itakiwa ya kwamba yaanze jioni. But as we did not meet yesterday, Kwa sababu jana hatukupata bahati ya kukutana, I would like to summarize ninahitaji kufanya ufupisho mdogo the lesson somo that we will have been preaching somo ambalo tungeweza kujifunza jana lakini hatukujifunza this morning. asubuhi ya leo. Praise be to God who has allowed us to come into his presence this morning, Ashukuriwe Mungu mkuu aliyetupatia nafasi ya pekee kuweza kufika hapa asubuhi ya leo to worship him and fellowship together. na kushirikiana pamoja. This is the day that the Lord has made. Ni siku ambayo Mungu aliandaa. Let us rejoice and be glad in it. Joshua. Yeah. Katika kitabu cha Joshua, I want to invite you napenda kualika to turn to the book of Joshua. tuende katika kitabu cha Joshua. The book of Joshua, Kitabu cha Joshua chapter 4. sura ya 4. Joshua chapter 4. Joshua sura ya 4. And we will be reading from verse 19. Tutasoma Joshua mstari wa 19. 4, Joshua 4:19. mstari ule wa 19. I read. Anasoma, And the people came up out of Jordan on the 10th day of the first month. na hao watu wakakoya kutoka Jordan siku ya 10 ya mwezi wa kwanza, And encamped in Gilgal in the east border of Jericho. wakapiga kambi Gilgal katika mipaka ya mashariki ya Yeriko. And those 12 stones which they took out of Jordan, Na yale mawe 12 waliotoa katikati ya Jordan, did Joshua pit in Gilgal. Joshua akayasimamisha Gilgal. I spoke unto the children of Israel, saying, Akawaambia wana wa Israeli akisema, When your children shall
ask their fathers in time to come, saying, watoto wenu watakapowauliza baba zao katika siku zijazo, what mean these stones? wakisema mawe haya maana yake nini? Then you shall let your children know, ndipo utakapowaarifu watoto wenu wakisema, Israel came over this Jordan on dry land. Israeli walivuka mto huu wa Yordani kwa njia ya nchi kavu. For the Lord your God dried up the waters of Jordan Kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu, until you were passed over as the Lord your God did to the Red Sea. hata mlipokwisha kuvuka Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu, which he dried up from before us until we were gone over. aliyakausha mbele yenu hata tulipokwisha kuvuka. That all the people of the earth might know, watu wote wa dunia wapate kujua, the hand of the Lord, that it is mighty. mkono wa Bwana ya kuwa ni mkono wenye uweza. That you might fear the Lord your God forever. ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Let us pray. Tuombe. Father God, as we open your word this morning, Baba, asubuhi ya leo tunapoenda kufungua maandiko yako matakatifu, we pray that you open our mind. wafungua akili zetu. We pray that you pour out your spirit. Tunaomba utumwagie Roho wako Mtakatifu. Open the preaching and open the hearing of your word. Katika kusikiliza maandiko yako matakatifu asubuhi ya leo. In Jesus' name we pray. Katika Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. My subject this morning, somo langu asubuhi ya leo, is lessons from Gilgal. Ni somo kutoka Gilgal. Lessons from Gilgal. Ni somo kutoka Gilgal. This was the moment. Hii ilikuwa ni muda they have been all waiting for, ambao walikuwa wakiusubiria sana. After 40 days, baada ya siku 40 of ups and downs, baada ya kupanda na kushuka, wandering and delayed hopes. They were delayed hopes in the desert. Walikuwa wamekata tamaa katika jangwa. 40 years of suffering through the desert. Wakiwa wameteseka sana katika jangwa hilo. They were now at the edge of the river Jordan. Wako katika sasa ukingoni mwa Yordani wakihitaji kuvuka. The edge of the promised land. Wakiwa katika ukingo wa nchi ya ahadi walikuwa wameahidiwa. But before them, kabla ya kufika katika hiyo, the impenetrable river of Jordan. Kulikuwepo na sehemu ambayo ilikuwa haipitiki katika kando ya mto wa Yordani. And in Joshua chapter 3, na katika kitabu cha Joshua sura ya 3, in verse 1, katika mstari wa kwanza, we read that as they reached the river bank, we read that tunasoma kwamba walipokuwa wamefika katika ukingo wa bahari, when they arrive at the river of Jordan, walipokuwa wamewasili katika ukingo wa Jordan, they lodged there. They stayed there. Walikaa pale for 2 days more. Kwa siku 2 zaidi. Not knowing what to do. Na walikuwa hawajui cha kufanya kwa wakati huo wakiwa wamekaa hapo chini. What to expect. Walichokuwa wanakitegemea ni nini? Hawakuwa wanajua chochote. Waiting for some kind of miracles. Wakitegemea baadhi ya miujiza fulani wakiwa katika ukingo wa Jordan. As Israel lodged at the river Jordan, jinsi ilivyokuwa ule mtu gani mkubwa sana, it seems that there is no way for them. Hawakuweza kuona sehemu yote ambayo waweza kupinda basi na kuvuka. That without a divine aid, kwa hiyo ulikuwa ni mtu ambao hawakuweza kugawanyika. They could not reach the promised land. Hawakuweza kufika katika nchi ya ahadi japo wako ukingo wa mto Yordani. As they were there in chapter 3 verse 5, chapter 3, katika sura 3 ya Joshua verse 5, mstari wa 5, we read that Joshua told the people, tunasema kwamba Joshua kawaambia watu, sanctify yourself, jitakaseni nyinyi wenyewe, because
kwamba kesho the Lord will do wonders amongst you. kutakuwa na maajabu kati yenu. The Lord was about to perform wonders amongst his people, but the people needs to be ready. Kwamba Mungu alihitaji kutengeneza miujiza au kufanya miujiza kwa watu wake, na alihitaji watu wawe tayari kwa ajili ya miujiza hiyo. They could not enter the promised land Wasingeweza kuingia katika nchi ya ahadi without some kind of preparation, pasipokuwa na maandalizi yoyote ya awali. without some kind of sanctification. Lazima wangefanya baadhi ya mambo fulani ya kujitakasa wao They wenyewe. could not enter the promised land Wasingeweza kuingia katika nchi ya ahadi without some kind of dedication, pasipokuwa na vitu fulani ambavyo ni viashiria kwao, some kind of transformation. kwa ajili ya kufanya matengenezo kwao kwanza waweze kuingia katika nchi hiyo. Without some kind of reformation. Tunahitaji baadhi ya matengenezo kwamba tuweze And kufika so katika nchi as hiyo. they stand there, as they waited there, Walipokuwa wakiwa katika eneo hilo wakisubiria at the edge of the promised land, katika ukingo wa bahari na ukingo wa nchi ya ahadi, the children of Israel consecrated themselves to God. wana wa Israeli wakajiweka wenyewe kwa Mungu jinsi ilivyo. After that step, Baada ya hatua hiyo, now the time for stepping forward has come. ilikuwa sasa ni wasaa wa kwanza kujongea mbele kwa ajili And ya I kuvuka can mto. try to picture the scene as the processing begins. Ninajaribu kuangalia jinsi walivyoanza kufanya maandalizi ya awali. I can hear the flowing of the corns by the priest. Naweza kusikia jinsi sauti ya kiongozi wao inapoambiwa jinsi wafanye maandalizi kwa ajili ya kuvuka. The priests were in front of the people. Kiongozi wao alikuwa ni mbele yao wakiwatangulia, And the rest of the people of Israel were following. na watu wengine wa Israeli wote walikuwa wako nyuma yake wakimfuata. They were facing the river Jordan, Wakiwa wanaelekea kando ya mto wa Jordan, not knowing what to do. na hawajui cha kufanya ni nini. And the priests were with the ark of the covenant. Wakiwa wana sanduku la agano, I can see people following from a distance. naona watu wakifuatana na kiongozi wao kwa umbali mrefu. I can see priests and they cautiously draw near to the Jordan. Naona kiongozi akiongoza watu wake akiwaambia kwamba tusogelee kando ya mto wa Jordan. I can see them as they approach the river Jordan. Naweza kuona watu wakisogea kabisa karibu na kando ya mto wa Jordan. And once they reach in the river Na Jordan, walipokuwa wamefika sasa katika mto wa Jordan, the waters of the river Jordan split in two. na maji ya mto Jordan yalisambaa wakati huo. And the people walk on dry ground. Watu wakatembea katika nchi kavu katika mto wa Jordan. Not on wet ground, Sio katika njia yao, but on dry ground. na walitembea katika sehemu ambayo ilikuwa ni kavu kabisa. God has led his people Mungu aliwaongoza watu wake through the river Jordan. kuwavusha katika mto Jordan. Today, Leo we are to begin 2 weeks of meetings here. tunaanza majuma mawili ya mikutano hapa. As we are beginning the trip, Kama tulivyoanza safari hii, we need to prepare. tunapaswa kujiandaa kikamilifu. We need to sanctify ourselves. Tunapaswa kujitakasa sisi wenyewe. We need to consecrate ourselves to Inabidi God. tushikamane na Mungu wetu. Once it will be done, Kama tutakapokuwa tumemaliza, God will use us Mungu atatutumia so that we could share the word with others. kwamba tuweze kubadilisha ulimwengu wote kwa neno lake. When they traveled, Walipokuwa kisafiri, when they passed over the river, walipokuwa wamevuka mto wa Jordan, Joshua has been asked by God to do something strange. Mungu alimhitaji Joshua afanye kitu fulani. God told to Joshua, Mungu alimwambia Joshua to ask to tell the people of Israel alikuwa ikiwaambia watu wa Israeli ya kwamba that God is faithful. Mungu ni mwaminifu.
we have a God who is faithful. Tunaye Mungu ambaye ni mwaminifu. The God who delivered the people from Egypt, Mungu aliyewatoa watu katika nchi ya Misri, is the same God ndiye Mungu yule who will guide them ambaye waongoza to the promised land. katika nchi ya ahadi. The God who saved you Mungu ambaye amekuokoa from where you were pale ulipokuwa zamani, is the same God ndiye Mungu huyo who will guide you day by day until you reach the promised land. Amen. kuongoza siku kwa siku mpaka ufike katika nchi ya ahadi uliyoahidiwa. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. We need to understand it. Tunapaswa kuelewa kwamba And in the Bible, katika Biblia, when we read in Daniel chapter 2, ukisoma katika Danieli sura ya 2, we discover tunagundua kwamba that the God we are praising now Mungu tunaye muinua sasa is the God who controls everything in this world. ndio Mungu anayeongoza mambo yote katika dunia hii. He controls everything, and he revealed it to a pagan king Nebuchadnezzar. Na ndiye anaongoza kila kitu katika dunia hii, lakini ndiye pia aliyemfikia hata mfalme Nebukadnezar. All of you know the story. All of you know the story. Nafikiri wote tunaelewa kisa hiki. You know the story of Daniel. Tunaelewa story ya Daniel. That young guy which has been picked up to Babylon. Kwamba kijana mdogo aliyebebwa mateka kwenda katika Babylon. And who has been made slave. Lakini pia kafanywa kama mtumwa. And in that time, katika muda huo, the king of Babylon was Nebuchadnezzar. Na mfalme wa Babylon alikuwa ni Nebukadnezar. And you have read in your Bible that Nebuchadnezzar had a dream. Na mlishawahi kusoma kisa hicho kwamba Nebukadnezar alipata ndoto. But that he did not remember the dream. Lakini hakukumbuka ndoto aliyoiota. And he was asking his magicians, akawauliza astrologians, na waganga na wanajimu, and others who were working for him, na wachawi wote ambao walikuwa pia ni watumishi wake, to remember him the dream, wakumbuke ndoto aliyoiota usiku, and give him the explanation. na waweze kumpatia maelezo ya ndoto aliyoiota usiku. All of you know that. Lakini wote tunaelewa kwamba they could not do it. Hawakufanya chochote katika ile ndoto. But lakini in Babylon, katika Babyloni, there was Daniel. Kulikuwa na mtu anaitwa Danieli. My brother, my sister, ndugu, kaka na dada, my brother, kaka zangu, when you do not know what to do, kama hujui cha kufanya, right, you know what to do. Unapaswa kujua unachokifanya. Sometimes we face problems, wakati mwingine tunakutana na changamoto na magumu, and we don't know what to do, lakini hatujui cha kufanya. And that at that time, katika muda huo, when we don't know what to do, na kama tukiwa tunatakiwa kufanya, the one thing we have to do, kitu ambacho tunatakiwa kufanya ni kimoja, is to pray. Ni kuomba tu peke yake. And Daniel prayed. Kama Daniel alivyoomba. And God revealed him the secrets. Na Mungu akamfunulia siri. Are you facing problems? Umeshawahi kupitia changamoto? Is there any situation in your life? Una hali fulani ngumu katika maisha yako ambayo umepitia? The one thing you have to do is to pray. Ili kwamba iweze kuondoka lazima uombe. And ask God show Daniel, na kumuuliza Mungu akuoneshe kama Daniel, that after Babylon, na baada ya Babylon, there will be another empire. Kutakuwa na ufalme mwingine, the Medo-Persian empire. Na kutakuwa na watu wengi sana katika utawala huo. And after that empire, na baada ya utawala hiyo, there will be another king. Kutakuwa pia na mfalme mwingine. And this king was Alexander le Grand. Na huyo mfalme ni Alexander the Great. Alexander mkuu. Because after the Medo-Persian empire, after the Med and Pers, they had the Greece. Baada ya kuwa sasa wameshatengeneza sehemu hiyo, na Daniel ametoa ushuhuda huo. And after the Greek, baada ya Alexander mkuu, God showed Daniel that there will be another empire. Mungu akamuonesha Daniel kwamba kutakuwepo na falme kubwa, which is Rome, ambayo itakuwa ni Roma.
the Roman Empire ufalme wa Roma was reigning in the world when Jesus came in this world. Kwani ufalme ulikuwa ukiongoza kipindi hicho Yesu alipokuwa hapa duniani. God is controlling everything in our lives. Mungu anasimamia kila jambo katika dunia hii, hasa katika maisha yetu. As he did in the past, kama alivyofanya katika kipindi kilichopita, he is a faithful God. Bado Mungu ni mwaminifu. As things have been done in the past, kama alivyofanya katika muda uliopita, things will be done in the future. Atafanya vivyo hivyo hata katika kipindi kijacho. And in the future, na katika kipindi kijacho, when we read in Matthew, tunaposoma katika kitabu cha Mathayo 24, we have the following. Tunayo yafuatayo. God is telling us, Mungu anatuambia kwamba that we are living Mungu tunayemuishi at the end of the world. Tutamuishi mpaka mwisho wa dunia. We read from verse 3. Katika mstari wa 3, Matthew 24, Mathayo 24, verse 3. Fungu lile la 3. It says, the Bible says, inasema, and as he sat upon the Mount of Olives, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, the disciples came unto him privately, saying, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha akisema, tell us, when shall these things be? Tuambie mambo haya yatakuwa lini? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? And Jesus answered and said unto them, Yesu akajibu na kuwaambia, take heed that no man deceive you. Angalieni mtu asiwadanganye. For many shall come in my name, saying, wengi watakuja kwa jina langu wakisema, I am Christ, mimi ni Kristo, and shall deceive na many. watawadanganya wengi. And you shall hear of wars and rumors of wars. Nanyi mtasikia habari za vita na matetemeko ya vita. Angalieni msitishwe. See that ye be not troubled. Angalieni msitishwe. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. For nation shall rise against nation, kwa maana kila taifa litaondoka kupigana na taifa, and kingdom against kingdom, na ufalme kupigana na ufalme. And there shall be famines, na and pestilence, na tetemeko, and earthquakes in diverse places. Na matetemeko ya nchi mahali. All these are the beginning of sorrows. Hayo yote ndio mwanzo wa utungu. And you shall continue. Na tutaendelea baadaye. Jesus tells us here that Mungu atuambia hapa ya kwamba we will have some signs, tutakuwa na baadhi ya ishara in the political area, katika maeneo ya kisiasa, in the social area, katika mambo ya kijamii, in the nature, katika hali ya fulani ya mazingira ya kawaida, will show us ambayo yataonyesha kwamba that we are at the end of the world. Yataonyesha kwamba tuko katika mwisho wa dunia. We are living the end of the times. Tunaishi katika nyakati za mwisho. The God who have been faithful in the past, Mungu aliyekuwa mwaminifu kipindi kilichopita at Gilgal, katika Gilgal, is the same who controls everything today. Ndio huyo anaendesha vitu vyote chini yake katika dunia ya leo. As we can see around us, na hata sisi tukaangalia katika maeneo tuliyopo, we can look at those things who happen today. Unaweza kuangalia vitu ambavyo vinaendelea kufanyika leo. Man who marry man, mwanaume anamuoa mwanaume mwenzake. Wife who goes with another wife, mwanamke anamuoa mke mwenzake. How can it be? Haya yanakuaje? God didn't create two Adams. Mungu alitengeneza watu aina mbili. He created Adam, alitengeneza Adam, and he created Eve. na alitengeneza Hawa. A man, mwanaume, and a woman, na mwanamke. But today, lakini leo they will tell you na tunakwambia that a man can go with a man. kwamba mwanaume anaweza kumuoa mwanaume. It's a sign that Jesus will come very soon. Ni ishara ya kwamba Yesu anakuja haraka. In the political area, katika maeneo ya kisiasa, we have some people in the world trying to control everything. Kuna baadhi ya watu katika dunia wanahitaji kuendesha watu wengine. And as we study this week
in our Sabbath school lesson, na jinsi tulikuwa tukisoma katika lesoni yetu ya asubuhi ya we leo, know that in the future, katika wakati ujao, the beasts mnyama will try to get everyone praise him. atahitaji kupata watu wengi ambao watamwabudu. And it's only those who are living with Bible, the word and the word alone, who will stand at that time. Anasema kwamba watu watakaosimama mpaka mwisho ni wale ambao wanaishi kwa kusoma maandiko matakatifu. The God of Gilgal says us this morning. Mungu wa Gilgal anasema na sisi leo ya kwamba The God of Gilgal, Mungu wa Gilgal is saying us this morning anasema kwamba siku ya leo that we can stand tunaweza kusimama and trust in him na kumwamini because he is faithful. kwa sababu yeye ni mwaminifu siku zote. I know that Naelewa kwamba many of us wengi wetu can testify the faithfulness of God. tunaweza kuthibitisha uhakika Mungu jinsi alivyo mwaminifu kwetu. I know that Tunaelewa many kwamba of us wengi wetu has testimony wanao ushuhuda of how God led them through the past. jinsi Mungu alivyowaongoza katika maisha yao ya nyuma. Our God is faithful. Mungu ni mwaminifu. It's the first lesson we can listen. Ni somo ambalo tunaweza kulisikiliza from the Gilgal. kutoka Gilgal. And another lesson. Na pia somo lingine tunalojifunza kutoka katika Gilgal. Gilgal. Verse 24 is telling verse 24 of Joshua 4. Katika kitabu cha Joshua 4 fungu la 24, they say that the people of the earth must know that the God is mighty. kwamba watu wa dunia lazima wajue kwamba Mungu ni mwenye uwezo. The stones at Gilgal Mawe yale ya Gilgal were to show to the people in the world that God is powerful. yalikuwa ni ya kuonesha kwamba Mungu wa Gilgal ni Mungu ambaye ni mwenye nguvu. That he is mighty. Ni Mungu mwenye nguvu. He can save us. He can save us. Anaweza kutuokoa. He has the power to save us. Anazo nguvu kwa ajili ya kutuokoa sisi. He has the power to bring us Anazo nguvu za kutuongoza from the darkness kutoka katika giza to his light. kuelekea katika mwanga. The God we praise, Mungu, the God we worship, Mungu atakuwa ni mwangalizi our wetu. living God, Atakuwa ni Mungu anayeishi, faithful. ni Mungu mwaminifu, He is also powerful. ni pia ni mwenye nguvu. He is mighty. Ndiye mwenye uweza. And we need to tell the character of our God to other people. Nahitaji kuambia tabia za Mungu kwa watu wote. That's why I'm here. Ndio maana niko hapa. That's why I'm here. Ndio maana niko hapa. That's why I leave my country to come here. Ndio maana nimeacha nchi yangu nikaja hapa. Because I know that here in this country of Tanzania, Kwa sababu najua kwamba hapa katika nchi ya Tanzania there are men and women kuna wanaume na wanawake who have not given their lives to Jesus yet. ambao bado hawajatoa maisha yao kwa Mungu. Maybe they have never understood Na pengine hawajaelewa bado that God wants to save them. kwamba Mungu anahitaji kuwaokoa. And we need to tell them. Na Mungu anatuita kwamba tuweze kuambia watu kama hao. That's why I'm here. Ndio maana niko hapa. That's why we live and we give our lives to God. Ndio maana nimetoa maisha yangu kwa Mungu. And we share our hopes with others. Na tunaangalia wote kujifunza maneno ya So Mungu. that many as possible as is can may be saved. Kwamba kwa kiasi kitakachowezekana basi watu wengi waweze kuokolewa. When Joshua with the 12 leaders of the 12 tribes of Israel, Baada ya wale viongozi kuwa wamechaguliwa katika Israeli, pass over, baada ya kuwa wamevuka, cross over the Jordan, baada ya kuwa wamevuka Jordan, we saw that they picked each of them a stone. walibeba kila moja jiwe. But there is a detail in the text. Lakini kuna maelezo katika fungu. When we read at verse 19, Tuliposoma fungu la 19, it says that it was the first day of the 10th month. ilikuwa ni siku ya kwanza ya kuweza kukusanyika.
It's the same period Ilikuwa ni muda huo that we have in Exodus. tunaoangalia katika kitabu cha Kutoka. And in Exodus 12, Katika kitabu cha Kutoka 12, Passover was instituted by the 10th day of the first month. kitu ambacho kilifanyika katika siku ya 10 ya mwezi. The same day Siku hiyo that the Passover has been instituted in Egypt ndipo kuondoka kutoka Egypt kwenda kuvuka katika mto ilikuwa ni siku hiyo they cross over the Jordan walipovuka mto wa Jordan, telling them akiwaambia kwamba that the God who had brought them from darkness, kwamba Mungu aliyewatoa kutoka katika giza nene is the same who will bring them to the light and the promised land. Ndio Mungu huyu atakayefikisha katika nuru na kuwafikisha katika nchi waliokuwa wameahidiwa. The same God who reveals the lands of ancient empires, ndio Mungu huyo aliyekuwepo katika kipindi cha zamani katika kipindi cha Babylon, is the eternal God. Ndio Mungu huyo anayeishi milele. The fall of Babylon, the fall of the Babylonian Empire shows that kunatosha kwamba earthly things are temporal. Kwamba hata mikutano hii yote ni ya muda tu kitambo. Only God is eternal. Ni Mungu tu ndiye anaweza kusimama mpaka mwisho. And we can see it. Na tunaweza kuona through the stone. We can see it. Tunaweza kuona kwamba katika Danieli kitabu cha sura ya 2, when a stone mawe came from the sky, yalipokuwa yakitoka katika juu ya anga, and has been established forever and ever. Yakasimamishwa hapo milele zote. Meaning that yakimaanisha kwamba it's only the reign of God which is eternal. Ni kwamba ni neno la Mungu tu ndio litakayokaa mpaka milele. God is an eternal God. Mungu wetu ni Mungu wa milele. We serve a faithful God. Tunamtumikia Mungu ambaye ni mwaminifu. We serve a mighty God. Tunatumikia Mungu ambaye ni mwenye uweza. We serve an eternal God. Tunamtumikia Mungu ambaye ni Mungu wa milele. To Abraham, he said, I am the Almighty. Anasema mimi ni Mungu mwenye nguvu. To Sarah, he said, is there anything too hard to me? Kwa Sara anasema, je, kuna jambo gumu kwangu? To Isaiah, he said, kwa Isaya anasema, I am the Lord, mimi ni Bwana, and there is no savior besides me. Na hakuna mwokozi mwingine tofauti na mimi. To Jeremiah, kwa Yeremia anasema, he said, behold, tazama, I am the God of all flesh. Mimi ni Mungu wa wenye mwili. Is there anything too difficult to me? Kuna jambo gumu lolote la kumshinda Mungu? To the disciples of Jesus Christ, he said, with man this is impossible, but all things are possible to God. Anasema jambo ambalo ni gumu kwa mwanadamu, anasema kwake ni jambo linalowezekana, hakuna gumu. And to John, na kwa Yohana anasema, he said, I am the Alpha and the Omega. Anasema mimi ni mwanzo na mwisho. The beginning and the end. Mwanzo na mwisho. Which is and which was and which is to come. Na nitakaye kuja baadaye. Almighty God. Mungu mwenye uweza. This is the God we serve. Huyo ndiye Mungu tunayemtumikia. This is the God to who we gave our lives. Huyo ndiye Mungu tunayotoa maisha yetu kwake. If it was not God, kama asingelikuwa Mungu, how could I come here today? Tungewezaje kufika hapa na kumwabudu? How could I leave my public university to come here today? Ningeweza kuachaje chuo kikuu changu nikaja hapa leo? I'm not working for the church. Sifanyi kazi kwa sababu ya kanisa. I'm not working for the church. Hafanyi kazi au hatembei kwa sababu ya kanisa. I'm in a public university. Yuko katika chuo cha umma. But because of the love of God, kwa sababu ya upendo wa Mungu, I said to my rector, akamwambia mkuu wake, please, tafadhali, give me 3 weeks. Naomba majuma matatu. Just 3. Matatu tu yanatosha. And I have been asked,
Na alipokuwa ameulizwa, what about your courses, your lessons? Itakuwaje kuhusiana vipindi vyako unavyofundisha? Who will teach your lessons to those guys? Vipindi vyako vyote wakati ukaenda kwa wiki 3 hizo. You want to leave people? Wanataka kuondoka and go to Tanzania? Na wanaenda Tanzania. How about lessons? Je, itakuwaje kuhusiana vipindi masomo yako? I told to the rector. Nikamwambia, I have settled everything. Nimeshaweka mambo vizuri. The first semester is finished. Muhula wa kwanza umeisha. I finished my lessons. Nimemaliza mada zangu zote. I did the exams. Nimefanya mitihani yote. I gave them the marks. Nimeshawapa marks zao. Everything is okay. Na kila kitu kiko vizuri. So I can leave for 3 weeks. Basi naweza kuondoka kwa majuma matatu. And he signed me the paper. Na akachukua sehemu so that I can travel from my country to Tanzania. Na akasafiri kutoka kule kuja huko kwetu. And stay here to preach. Hapa kwa ajili ya kuhubiri. Preach the word, to share the hope of God. Kwamba tuweze kujifunza neno la Mungu wetu mtakatifu. There is nothing which can be compared to the love of God. Hakuna tunachoweza kulinganisha na upendo wa Mungu. There is nothing compared to what God has done for us. Hakuna ambacho tunaweza kulinganisha na upendo wa Mungu kwa alichokifanya kwa ajili ya maisha yetu. So if we can share our hopes with those who are hopeless, kama tunaweza kuwa pamoja na wale ambao wamekata tamaa kabisa, it will be the best thing we can do for them. Itakuwa ni jambo jema ambalo tumelifanya. This morning, asubuhi ya leo, I would like to ask you. Napenda niwaulize. Who this morning? Nani ambaye asubuhi ya leo? Who can tell God? Nani anaweza kumwambia Mungu asubuhi ya leo? I will join that group to share my hope with others around me. Ninajaribu kukaa na wenzangu ambao hata wamekata tamaa katika maeneo yangu. See those guys who come from different countries. Angalau watu wanaotoka katika maeneo mbalimbali, nchi mbalimbali. They came here to share their hopes. Wamekuja hapa ili kwamba tuweze kuchangia tumaini moja. Today, na leo, I would like to join them. Na hitaji leo tuungane pamoja nao. I will share my hopes with those around me. Ili kwamba tuweze kuwajulisha na watu wengine tumaini letu nao. Kuna mtu wa aina hiyo anayetaka kwamba tuungane kwa ajili ya Injili. Who want to share with others? Ambao anahitaji tuweze kuendesha Injili katika eneo hili. Unaweza kunyosha mkono? Those who want to share their hopes with others. Wanao ambao tunahitaji kujumuika pamoja nao katika Mungu. Those who want to attend the meeting every evening. Kila mmoja atakayehitaji kuhudhuria kila jioni katika mkutano. Jesus gave his life for you. Na Mungu ametoa maisha yake kwa ajili yako. And you, na wewe, what will you give to him? Ni nini utakachompa Mungu wako kwa ajili ya kufanya? Na mimi pia, I gave him my life. Nimetoa upendo wangu kwake. Since 1994. Tangia 1994. When I went down in the water. Nilipokuwa nimeenda huko Dawata. Since then, kuanzia hapo, I have never regret. Sijawahi kujuta. You will not regret. Hautajuta kamwe. If you give your life to Jesus. Kama utatoa maisha yako kwa ajili ya Yesu. If you help others to know Jesus. Kama utahitaji kumjua Kristo. Oh, is there anybody this kuna mmoja ambaye anahitaji kutumika kwa ajili ya Kristo? Nyosha mkono. Ambaye anahitaji kutumika kwa ajili ya Kristo. Help me. Help me to share the word with those around me. Ninaomba tusaidiane kwa ajili ya kutangaza Injili ya Bwana. Is there anybody this morning? Kuna mmoja ambaye anataka kujumuika nasi? Can you stand on your feet please? Unaweza kusimama. Those who want to share their hopes. Watu wote ambao tunahitaji kujumuika katika uinjilisti na kumtangaza Mungu. After evening. Baada ya jioni. With those who will come here. Kwa wale watakao kuwa wamekuja hapa. Can I see one person this morning? Naweza kuona moja asubuhi ya leo. Who will tell God? Ambaye atamshukuru Mungu. I want you to use me. Ambaye anasema kama Mungu anahitaji unitumie. To reach other people. Ili kwamba tufikirie hata watu ambao wako nje. Can I see a hand? Je, unaweza kunyosha mkono wako? Of one person. Hata mtu mmoja tu. Who wants to share his hope. Ambao tutaweza kuwa pamoja naye katika matumaini haya. With others. Je, kuna mmoja? Stand up my friend. Unaweza kusimama rafiki yangu? Stand up. Unaweza kusimama? If it is not possible for you. Kama haitawezekana kwako. Is there anybody here this morning who wants to tell God? Ambaye anataka kumwambia Mungu ya kwamba I want to
join the group. Nahitaji kujumuika na hawa watu kutangaza I Injili. will be evening after evening to that place. Nitatoa maisha yangu na muda wangu Is kila there jioni hapa. anybody Je, kuna moja who want to be every evening? ambaye anasema kwamba Stand atahudhuria up, kwenye please, mikutano and we yote? pray. Ambaye anasema kwamba atahudhuria kwenye mikutano? Amen, my friend. Rafiki yangu pale. Evening after evening, Kila siku we jioni will be here tutakuwa hapa. and we will preach the word. Tutakuwa tukihubiri There neno. is another side over Kuna there. pia sehemu nyingine kule. Is there somebody here Kuna mtu mmoja hapa who wants to join us ambaye anahitaji pia kujumuika so nasi that we preach ili the kwamba gospel tuweze of the kueneza Lord? neno la Mungu? Is there somebody Kuna this mmoja morning hapa who wants to tell the Lord, jamani wanaosema kwa utahudhuria kwenye Please, mikutano God, jioni? Kama upo utahudhuria kwenye use mikutano, me mkono. as you use those guys? Yes, tunaenda Can I kumwomba see a Mungu. hand? Can I see a Nyosha hand? mkono kama uko tayari Of kuhudhuria kwenye one mikutano jioni. person. Nyosha mkono. May God bless you. Mungu May akubariki. God bless you, my Mungu brother. akubariki. May God bless you. Mungu akubariki sana. ya kutegemea ela wewe tu